Refresh. And it's another Fresh Friday kwenye Refresh wa Wasafi TV and we got Aitwa rais wa vijana, rais wa milele, The Showman, Nyosh El Sadat sote ya Simba. Refresh. Hapa juzi kati kuna kampeni ilianzishwa Kenya ya kuzuia muziki wa Bongo Flava, yani kutokusupport sana kwa sababu muziki wa Bongo Flava uko ushatawala Kenya. Alafu muziki wao kama unashuka. Si kama hapa vile kama gizo na support muziki wa Bongo Flava, muziki wa dance kidogo umeshuka. Ndio vinajua ni muziki wote ya nani. Wepo na sheria kucomplain pia sio mbaya. Kwa sababu Kenya mimi nimekaa Kenya miaka 7, wale wanapenda muziki ya dance. Kenya iwe wasichana kama nyinyi, wadogo kama nyinyi hivi, nyinyi wote mnapenda muziki wa dance. Waka sababu Bongo Flava ikoage kichwani mwao. Lakini sasa Nyoshi, umeishi Kenya miaka 7. Na Kenya muziki wa dance unauza zaidi kuliko hapa Tanzania, si ndio? Kwa sasa zamani ulikuwa unauza sana, nilikuwa sio ulipendwa. Ni kama gisi ilivyokuwa hapa vile. Ilikuwa unauza sana muziki wa dance. Wakati zile muziki wa Bongo Flava ikaanza kupiga sunaona kidogo hawatumia baadaye tena muziki wa dance wakapunguza. Sasa sasa muziki wa nini nakuwa na biashara kuliko dance. Na kama pia hapa ni hivyo tu. Sasa huo muziki wa rumba ambao tunauzungumzia Tanzania sasa hivi umeshuka. Naweza nikasema kwa sababu hata matamasha yamepungua, tuoni sio kama vile wasanii hamna ambao sasa hivi labda utasema wanachipukiwa wanafanya muziki wa taifa. No, wasanii wote wenyewe, wasanii wengi wale watoto. Naona mimi kwa mfano bendi yangu. Unaona nimechukua wasanii wote chipukizo walikuwa kwenye mabongo Flava. Najua kitu bendi zote hapa zilikosekana. Unaona na muziki wa dance ule unaonekana pia ushuke, ni kwa sababu gani? Ulikutana sengine ukatengeneza mfano bendi. Unaanza kutizama nichukue muziki kutoka FM Academia, nichukue muziki kutoka Akudo, Twanga Pepeta, unawachanga. Unaona Sasa unaona ni wale. Sasa utakutana mtu alitoka Twanga, anakutana huu muziki sio tuliwao, sio alikuwa Twanga wanakutana hapa. Unaenda kule unakuwa vile sasa watu wengine wanasema wataleta kitu gani kipya. Lakini sasa Nyoshi, muziki wa rumba umeshuka kwa sababu wamekosa ubunifu. Hauhisi labda kwamba nyie malegendari ambao mmefanya huo muziki toka kitambo na mnaujua, labda inaweza ikawa ni sababu kubwa kwa nini hadi vitu kama hivi vinatokea, kama kukosa ubunifu? No, inatokea ndio msone sengine Koffi anaimba na kina Davido. Usone kwa hiyo maana Fally anaimba na kina Diamond. Ni kwa sababu wale si legend kama kina Fally ni legend, tuso generation ya kina Diamond. Wakati Koffi alifanya vile, aliona kama vijana wako na vitu vya hapa ili kujiongezea mashabiki. Na ndio unaona kitu yenyewe sisi pia tulikosa. Ndio maana kupatia tu mfano. Wakati mimi natengeneza bendi, nilikuwa tunapenda kuchukua ile vitu vivineshafanya kazi. Kwa matarajio yangu kusema nikachukua ile master, tutafanya vitu vitakuja vipya. Kumbe ilikuwa tunabaki pale. Na ndio unaona tulikosa nini? Ubunifu. Lakini wakati mfano na kamata wa vijana, wote hawa vijana wadogo hao wote waliwakamata. Wakati unakamata unatengeneza kitu na kuleta kitu kipya. Unaona, na ndio watu wanafungulia macho. Nyoshi kuna wanamuziki wapya, unasikia nyimbo yake amebadilika. Na ile inakuleta sana kuongeza mashabiki. Ndio unaona muziki wangu unaitwa Dance Flavor. Sasa Nyoshi, mimi nataka nijue, yani wewe labda una plan gani kichwani kwako ukiwa kama legend? Una plan gani kuinua tena huu muziki? Kwanza mimi muziki ulilala sana, nikizana ulipata ulilala sana, lakini leo mimi nashukuru sana toka angalia kwenye mitandao hata watangazaji tu media wanaongea Nyoshi kidogo ameurudisha. Kwa sababu mimi ni mtu mmoja najua media sana. Na nyinyi mtu unajua kuongea sana kama niko na kitu nakiongea. Nililala kabisa, lakini wakati na kuja kwa Musha Dude hivi na uliona wewe mwenyewe. Dude niliamuka kabisa tu akatazamia ile muziki wa nani. Na ndio maana nilikuja kuona watu wakati niko na safiri kwenda Mwanza na jaza watu. Watu wanasema bwana muziki wa dance hujaisha, ni promotion tu. Na ni kweli muziki wa dance ni promotion tu. Uko naona na kuyamusha kutunga vitu vizuri vya vitabaki kwenye sikio za watu. Sawa. Kagisona wasanii wa mabubu ya Bongo Flava giswe kwa naimba, alitoa kitu leo
Sio asema naimba mrefu. Uko na mfano kama Diamond anaangalia anasema kanyaga sijue. Unaona najua hii watu wataimba. Inama. Watu wataimba wakeni inama tu. Ataimba kidogo inama sio vile ipo hivyo. Anaimba kidogo nini tetema. Unaona vitu kama vile najua ulikia kukutana kama generation ya sasa. Ndio anapenda vitu kama hivyo. Sasa tulikuwa tunabaki unaona tunapiga muziki kwa generation iliyopita. Unaona wale watu walifahamu Nyoshi kwa miaka 20 iliyopita hawaje tena kwenye burudani. Hawaje tena kabisa kwa sana. Wenyewe nadhani kizazi kikojo kimezaleka kuja burudani. Sasa ukataka pia wakuje lazima waletee vitu vipya. Vipi ambavyo vinaendana na hiyo nini ya generation. Hata kama ni rumba. Lakini ile vitu vivyo vinaendana na generation yake. Wakati kuna kuwa pia na ikutana ile rumba iko naenda na generation yake. Sasa kitu kimoja nataka nifahamu, wewe labda ni msanii gani wa Bongo Flava ambaye unahisi ukikaa naye kwenye ngoma moja mtatoa kitu kizuri? Msanii Bongo Flava kusema sema paka nikae na Diamond. Paka nikasa zingine tuseme na AI. Labda usema nikae paka na nani tuseme kama na Nandi. Hawezi kusema vile. Wasanii wa Bongo Flava wote ni watunzi na yuko na mashairi mazuri. Wote mweneza kukane tunatengeneza kitu kizuri, ikapata promotion nzuri na kitu kizuri kitapiki tu. Unaweza kusema mimi natengeneza kitu na Diamond kwa sababu Diamond iko na jina itapiki hapa. Unaweza kutengeneza pia hata Diamond iko na jina utaona kama haijaenda sehemu. Ziko nyingi watu bana wako wanatengeneza muziki na watu ya majina. Unaona zingine zinalala. Ni kufuatana na gisi tu mazingira iko kama mulika unatengeneza kitu kizuri. Uko unasikia na kitu kitafanya nini? Unaona kama kaangalia inama. Kwa gisi mimi ninavyoelewa. Na Falina aliingiza kitu yake akili yake. Pale na Diamond akaingiza akili yake. Na maengineer akaingiza akili zao zikambatana wote kwa pamoja akasema tutoe kitu. Kile kitafanya nini? Kitatushimamisha. Na wewe Fally na mimi Diamond na wewe engineer wetu producer na wewe onekane kama unafanya kitu la maana. Na ndio vile iko na wewe unaweza kufanya na wewe au na jina. Lakini kama tulikaa tutengeneze kitu kizuri. Tukifanyia promotion tuko na mafundi mazuri tutengeneze. Itapiki tu maana kutengeneza nyimbo hizi kufuata sasa kwa sababu tu msanii kubwa ndio. Kuko wengine msanii kubwa itaonekana kwa ile memba na msanii mkubwa. Lakini je, nyimbo itapiki? Ndio inabidi kuangalia. Jo lakini mimi msanii wote mimi naweza kutengeneza naye nyimbo kwa kukubaliana. Tunakata tutaweza kitu kizuri. Tukipata promotion nzuri na nini na ninajua kitapiki. Kwa sababu pia na mimi nashukuru na Mwenyezi Mungu, nina sauti nzuri, nina uwezo wa kuimba style yote. Jina lako ni kubwa, muziki wako ni mkubwa na una heshima kubwa sana kutokana na mchango wako kwenye muziki wa rumba ni mkubwa sana. Wewe ni legend. Nataka nifahamu maisha ambayo unaishi sasa hivi, vile watu wanakutreat, vile ukikutana na watu au maisha yako kwa ujumla vinaendana na jinsi gani na vile ambavyo umefanya kwenye muziki? Maisha yangu kabisa tunaweza kusema vijanza kuendana sana. Kwa sababu mimi tu kwanza toka nimefanya muziki nimeanza muziki ya muziki kabisa ya rumba mpaka nimefika na kuwa natumikia watu. Sasa nene kutumikia watu kimaisha na unatumikia mtu hata unajua unatumikia watu lakini mapato yote nenda huko inafanya nini mko mnapoona vitu kama vile na ndio vilifanya nini kidogo vinaturudisha nyuma. Huko nasikia na kufuatana na jina ya Nyoshi Sadat na gisi watu wanakuwa wananifikiria ilikuwa ni tofauti. Na ni tofauti. Lakini kwa sasa jinsi nimeanza beni yangu ya Bogose nikizani kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu na nikaenda vizuri nikizani ndio tajua sasa hapa Nyoshi ndio ameanza kufanikiwa kimuziki. Najua msanii anakuwa kupitia kazi yake. Yeah. Na it's either
ili kupima kama kazi yako unafanya vizuri na inasogea, kuna kitu kama matamasha. Sawa? Kuna vitu kama kupata deals mbalimbali, umeelewa? Kuna vitu kama shows, sawa? Rotation kwenye media, you know. Nyoshi anapitia hivyo sasa hivi? No, unaona bendi yangu kwanje hajafikisha hata mwaka moja Nikizani mwaka moja inapaswa kuenea hapa mwezi wa 7. Ndio mwaka moja. Mwezi wa 7 ni huu. Mwezi wa 7 huyo tarehe 27 hivi. Ninaingia mwaka moja. Kwa hiyo naweza kusema kwa sasa siwezi kusema kama Nyoshi nimeshafika. Lakini mikataba na yapata tena masafari, lakini ile malengo yenyewe sisi tunahitaji bado hatujaifikia hiyo. Unaona matamasha kakuwa nyingi, najua kipato yako. Kwa sasa bendi yangu tuseme kona yote ya Tanzania, siwezi kusema katika 100% inafahamika kama Matwanga Pepeta, kama ilivyokuwa FM Academia, kama ilivyokuwa tuseme mabendi mengine kama Mama Pacha watatu. Hapana, kwa kiwango chake tuseme jua naendelea sasa nafahamika, lakini ile naendelea nafahamika na niko napata maonyesho mengi sana. Uko unaona lakini najua mbele ni wakati tutatoa nyimbo 2 kwa sababu unaona ni nyimbo moja. Ndio nanibeba mimi Mama Akambo tu. Kwa hii mwaka moja natumia tu ni Mama wa Kambo. Na ile mimi natoa shukrani sana, na mimi nashukuru mashabiki, na mimi nashukuru bendi yangu kwa kuwa imefahamika tu kwa nyimbo hii moja ndio nanipatia matamasha. Refresh. Sasa Nyoshi, tuame huko kwenye muziki. Hivi inakukata kiasi gani vile watu wanavyokuzungumzia kwamba mpaka sasa hivi haujui Kiswahili vizuri? Na umeishi Tanzania kwa muda mrefu. Haikusumbui kwenye upande wa career yako labda? Career ndio. Muziki wako? Career ndio career kisi mwasema. Hainisumbue sana kwa sababu kutunga nyimbo na tuna watu tunatunga na rekebisha Kiswahili vizuri. Na mimi nimeshaka kuongelea kila siku watu wajueke. Mimi kwetu mimi sikukulia kabisa Kiswahili. Mimi nimezaliwa naongea French. Ndio maana tulikuwa tunakuja kwenye gari nasikia niko naongea French. Ndio vile. Mimi nimezaliwa na familia yangu naongea French. Nimejifunza Kiswahili, nimejifunza Lingala kama kisiweza kujifunza Kiswahili. Unaelewa? Kama vile kujifunza English, lakini French sikujifunza. French nimekuwa nayo nakuwa nimekutana huko wanaongea kwetu. Na mimi naingia pale nasikia watu wanasema bonjour, na mimi nasema bonjour. Sijajifunza. Mimi ni Mswahili. Kabila yangu mimi ni Manyema. Na Manyema asili yao ni kuongea Kiswahili. Uko nasikia, lakini sasa mwa kwa sisi tulikuwa familia moja, unaona watu wenyewe babangu amemjalia, Mungu amemjalia babangu alikuwa na uwezo yake. Sasa tulikuwa tunasoma mashule nyingi zingine kubwa zingine za mapesa nyingi, unaelewa? Na sasa tulizala tunakutana kwa hiyo azi ya baba yetu alikuwa anataka sisi sote tuongee tu French. Na ndio tunaongea pale French, vile tunakulia French, tunaona na ndio vile. Unaona mimi Kiswahili kwangu ni ngumu. Tukirudi kwenye upande wa family yako. Wewe ni baba wa watoto 12? Wewe ni baba wa watoto 12. Mimi nataka nifahamu, sio kitu kibaya, ila mimi nataka nifahamu tu, yani jinsi gani unahakikisha bondi yao wao kama ndugu inakuwa strong. Sijui unanielewa? Wanaweza kuconnect vipi kwa sababu kila mmoja yuko na mama yake, na I don't think kama kila mmoja pia anavutia kwake. Anafanya? Kila mmoja pia anavutia kwake. Kila mmoja pia si ana mama yake na wote. Kila mama anavutia pia kwake. Huyu anakuja anataka matumizi kama niko nayo natoa, kama sina. Sasa wao wenyewe watoto kama ndugu wa baba mmoja, yani unawezaje kuwaweka karibu? Wewe na ukaribu huo? Kwa sababu mimi kwenda baba yetu, unaona baba yetu pia alikuwa na watoto wengi wenye pia mezaza pembeni. Unaelewa? Si watu ya pesa, unaelewa? Alikuwa anatuweka sisi sote pamoja na ndugu na nani, hakuna sema wewe ni ndugu yako mtoka tumbo moja, huyu nani. Alikuwa na uwezo wa kutoka sote tunaishi sote kwa pamoja. Na kila mwezi mwisho mwezi alikuwa anatukalisha kikao wote familia nzima
Mimi naona familia yangu mimi wote naweka kitu kimoja. Kaka wa kwanza ni Stallone, anajua wadogo zake wote. Mwanangu wa pili ni Brandina, anajua wadogo zake wote. Na wewe unakuwa unawaweka pamoja. Wenyewe niko nao nawaweka pamoja. Wenyewe bado angali kwa mama zao vile viko. Lakini kama wanakuja kunitembelea wanajua kama iko na kaka zao. Na wote mimi na kaka open, naweza kukuja na mtumia muoneshe ule ndugu zake. Kwanza mimi na watalo Mungu akasema kabisa leo amenichugua. Anajua kama kweli baba yetu Nelson tuambia kama tuko na wadogo zetu Kenya, tuko na wadogo zetu saa zingine wapi, wanajuana wote, sifi chake. Na mama zao wanajua na wanafuata kama interview. Hivi na hivi. Mwingine baba Shakira umeongeza mwingine mtoto, wanajua. Wanajua. Sasa Nyoshi, mimi najiuliza haikupi kwa sababu kila wengi mama tofauti. Haikupi shida sasa kuconnect na kwa sababu ni mwanaume na simie sio muongo. Unaona mwanaume muongo ndio namupa shida, lakini mimi sio muongo. Uko nasikia ningekuwa muongo ndio ingenipatia shida. Uko nasikia kwa sababu niko sio muongo, nasema hata inaweza kufika sasa na naweza kusabama pasa. Unajua kama niko na unajua kama mko weko wengi watoto. Ni wewe tu nataka niko na yake. Acha kwa safari ni mtumie mwingine katoka nini na ota nani saa. Safari sina hela, msinisumbue, sina kazi. Safari hela ingie sana iko hivi. Najua vile natakikana kutumia akili ili ujue kudumu watoto yako. Lakini kama kwenye watoto kwa natumia uongo utapata shida sana. Utapata shida sana. Una mpango kuongeza mtoto mwingine? Si yote ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu lakini haujapiga stop bado. Utapiga stop kwa nini? Na japo bado ungali mwanaume unajiweza, hata ungali mwanamke kama mwanamke wewe mzuri utahitaji kuwa na watoto. Uko nasikia? Unaweza kuhitaji sio kila mtu asema na kuko wengine machungu giso unasemaka ya kuzaa, nasema nimepata wachungu sana tazaa 2. Lakini mwingine anapenda watoto, anaweza kufanya hata 20. Wale ule mfalme wa South Africa iko na watoto wangapi? Toka alianza kila mwaka na oaka tu. Toka kila mwaka na oa. Kama alianza kuoa toka mwaka 2000. Leo na watoto wangapi? Kwa hiyo sasa wewe unaoa lini? Wewe unaoa lini? Siku Mungu anapenda. Mimi nalioa wa kwanza unajua. Nalioa kwanza mke wangu kwa marehemu. Uko nasikia mimi ni mipango Mwenyezi Mungu. Basi akapatikana taolole mwanao kabisa atatulia. Kwani huyo ambao hajapatikana bado? Hajapatikana bado. Hata inalizanao wametulia. Wametulia na weko vizuri na weko vizuri kwa sura kila kitu na ni wastaarabu wote. Lakini labda katika pale Mungu kanijalia naweza kuoa wote. Kuoa wote. Labda nasema Mungu akanijalia kwa uwezo ya Mwenyezi Mungu na kuangalia naweza kunipatia kipato kikubwa. Naweza kutoka kama kinge wa huko nani wapi? Hapana ule wale kaka Namibia ama nani wapi? Swaziland ule kingo wa Swaziland labda uko nela kwa sote mimi nawapenda. Hawezi kujua. Labda naweza kupata mwingine ametoka nje ya wale. Wako wangapi? Wako wangapi mama watoto wako? 11. Mama watoto? 11. 11. Okay. Kwa hiyo pia ikiwezekana na uwezo wako unaweza ukawaoa wote. Mungu angenijalia kwa uwezo kabisa kubwa. Kwa uwezo kubwa. Labda ningeoa tu wote kwa sona wapenda wote. Uko nasikia lakini kwa mazingira gisi livyo. Uko nasikia kwa sasa. Hawezi kuweza kuoa wote. Lakini Mungu akakujoneza kusema katika wale labda nimepata 2 ama 3 ama 1 ndio vile. Nataka Nyoshu uniambie gharama. Wewe unapenda sana kuvaa. Sawa. Gharama yako ya kuvaa. Yaani kawaida tu. Kawaida mimi naweza kusema, siwezi kusema kama inanikoste. Mimi nikalaka kufatana na pesa yako gisulie kunao. Uko nasikia unaweza kuexpend pesa kubwa na ingine expend ndogo. Mimi nanunua katangu 1500. T-shirt 1500 nanunuaka. Nanunua kata sulali ya 10,000. Kwa nguo nafurahia nguo. Ukaniambia sasa nataka kama nguo inauzwa kwa 500,000 ama 700,000.
tunaweza kubishana na kupatia laki 6 ama laki 5. Ukaniambia sengine ni laki 1, tunabishana naweza kukupatia hata 70,000 ama 50. Ukaniambia saa zingine suruali hii wa mitumba kapita kwa naambia sasa ni 20,000 ama 25. Naweza kudiskati na kwa sababu mimi niko na shilingi 15. Unaona? Tukabage jo vile mimi nipo. Okay. Sasa tukizungumza kwenye upande mwingine, kwa nini Nyoshi uko, yani ni sawa tu kwako kusema in public kwamba unatumia mkorogo? Ni kawaida. Sasa jo mimi nasema kuwa mkweli. Kwa nini ukasema unatumia? Hauhisi labda inaweza kukushusha kama msanii? Hawezi kunishusha. Nishushe kwa nini? Bana kumshusha nani Michael Jackson. Bana ishushe kina wewe, angalie picha Beyonce ya mwaka 2000, angalia picha yake ya leo. Uangalie picha Nicki Minaj. Wako angalia ya Nicki Minaj ile miaka paka. Sasa lakini hao wote unawataja. Uangalie nyimbo ya nani, jina ya nani. Wengine wanadunga mashindano jua kupata mkorogo, wengine wanakunywa vidongo. Ila hao wote unawataja hawakuwahi kuzungumza kwenye media. Wanazungumza tofauti. Tafutaka tu wanazungumza. Kwa sababu mtu atakuuliza, wewe si ni mtangazaji? Umeniuliza hapa. Hii maswali yenyewe unaniuliza, najua naulizaka kina Jay-Z. Walikuwa nauliza kina Michael Jackson yote. Kwa nini umejitengeneza pua? Sawa. Kwa nini umejinani wewe mwenyewe kuja kabisa hivi kama mzungu? Michael Jackson alikuwa anajibu. Lakini wengine walikuwa wanapingana naye kama kina Tupac. Walikuwa wanasema vibaya. Lakini alikuwa anazungumza ukweli. Unaona John anasema ukweli unasaidia. Mimi nasema kama mimi naweka mkorogo, lakini siwezi kushauri mtu wote aweke mkorogo. Kwa sababu kama unaweka mkorogo na ni pesa joko natumia, ni bora fanye hela ile pesa ikusaidie vitu vingine, siwezi kushauri. Na ama kusema kupaka mkorogo jo wensambo, hapana. Haiko hivyo. Uko nasikia haiko hivyo. Ni kupaka tu mwenye kupenda. Mimi nataka kwa haraka tu unitajie msanii gani wa muziki wa rumba ambaye unamkubali? Papa Wemba. Papa Wemba namkubali sana. Marion Papa Wemba na Jibe Mpiana. Playlist yako kwa sasa hivi ni ipi? Playlist yako. Playlist. Yani muziki gani ambao unasikiliza sana kwa sasa? Mimi kikweli nasikiliza kama muziki yote, lakini mimi nampenda Michael Bolton. Ya bongo sasa tuzungumzie. Ya bongo. Unaona bongo kila siku muziki zinatoka tofauti muziki unatoka tofauti. Mimi kuna muziki kiukweli mimi sipindishage kushoto. Karibu muziki nyingi ya Christian Bella naipenda. Nyimbo ya Nandi napenda sana, nyimbo kivuruge sana. Hata nikiingia kwenye nyimbo kwenye disco bar, nenda kwa DJ kwenye bar yote tu. Hatuweza kuuliza DJ hapa Nyosha kuja naombaka nyimbo gani, napendaka kivuruge. Hii ya Diamond Eyeme ni Inama alifanya. Hata ukaangalia mimi nalifanya kwenye nalicheza hayo. Uliona ile Inama nalipenda kabisa, ningaje ile kabisa, ile iko dance flavor kabisa, iko rumba flavor hiyo. Nalipenda sana. Na ukaangalia Reisi nalipenda nyimbo yake sana. Napenitoshi milele. Nalipenda ile hiyo, nalipenda ile nyimbo sana. Napenda nyimbo nini sana hiyo. Sawa, hizo zinatosha. Nikikupatia sasa hivi chance ya kumchagua msanii mmoja tu wa kike ambaye ingetokea Nandi ingeweza kufunga naye ndoa. Ingeweza kumuoa. Nafikiria sema nani? No, uweze kusema wasanii bongo flavor. Weko wengi, unaona Tanzania. Mmoja Nyoshi. Mmoja ambaye nikakupa nafasi sasa hivi ukapata nafasi ya kumuoa. Nani msanii bongo flavor? Labda Gigimani. Utamuoa Gigimani? Unasema ikatokea. Ile mimi najibu ile swali umeniuliza. Labda Gigimani Kwa nini Gigi? Nampenda tu, tusema siwezi kusema nampenda kimapenzi. Ile najibu kwanza swala. Nampenda tu gisi alivyo. Basi nampenda gisi alivyo.
na manjonjo yake. Unaona sisi master kama unapenda pia mwanamke mwingine star, naona ule mimi tunaendana naye, maana ule hata kama tukaungana naye tunaweza kuwa nyota moja fulani hivi. Unaona kuko mwanamke mwingine anaenda kupata bwana anashusha nyota yake. Kuko na wake wengine unaona alikuwa kabisa na nyota lakini unaona inashuka. Unajua hivyo? Anakuacha kabisa nani, lakini kuko bwana mwingine ukampata hivi. Unaona kabisa huyu bwana amenifanya kweli niko na nyota kabisa, nani amenifungulia mambo mengi. Jona kale kina Gigimani wakapata mabwana kama sisi. Na mimi nikapata mwanamke kama Gigimani hivi mfano. Utaona kabisa nyota zitaenda kabisa. Na tutazama matunda mengi sana. Sehemu yote. Nikasema kuzaa matunda mengi, mnaweza sengine mkapata mikataba mingi, mnaweza mkipata show nyingi. Lakini kuko bwana mnaona mpate vunaona kabisa hata mashow zenyewe zimepungua. Ana nyota nani atamtafuta? Na mwingine alikuwa Shilole. Chebu hii ni maana. Chebe. Ule ni kijana wangu napenda sana, ni rafiki yangu. Hiyo ni maswali nafuata maswali unauliza na wanawake kama kina Shilole hivi. Kina Shishi baby. Kwa hiyo kapata watu kama wale. Mazingira yako itakuwa vizuri sana. Okay, Nyoshi, cha mwisho ongea na mashabiki zako. Mimi naweza tu kuongea na mashabiki wangu, kwanza nawapongeza sana kwa kuwa wanaendelea na kunisapoti. Kwa sababu bendi yangu ni mpya, lakini kwa mazingira nimeanza kuyafikia. Nimeona kweli ni kwa sababu yao Jolo mimi Nyoshi niko hivi. Kwa sababu yao leo unaona Wasafi mmenita nizungumuzie maisha yangu na bendi yangu ya Bogos. Bogos maana yake nini by the way? Kijana. Bogos. Hiyo ni lugha gani? Hata kaza mtoto ni French. Ni French. Hata wengine mnasema kama mtoto bado angali mchanga. Sio tunasema bado angali Bogos. Wanasema mchanga. Hata kaza mtoto na kusema mtoto wangu bado Bogos. Maana ni kimazingira vizuri, ni French. Sio matusi jo French. Hawezi kusema, unaweza kusema mtoto wangu bado angali Bogos. Unaona bado angali mchanga, bali bado mdogo. Unaelewa vitu kama hivyo. Najua maana yake hiyo. Kwa hiyo mimi nashukuru sana wa Tanzania, wengine wajafahamu bendi ya Bogos Muzika, wako tu anasikia kwa kweli Nyoshi na bendi yangu ya Bogos Muzika. Najua maana mulono katemea semote na alia mushadude ni bendi yangu. Sawa. Basi sina kuongea, naitwa Rais wa Vijana, Rais wa Milele, The Showman, Nyoshi El Sadate, sauti ya Simba. Ndio. Sauti ya Tanzanite kutoka Bogos Muzika El Clasico, nyumba ya baba. Nashukuru sana Wasafi TV na kushukuru pia sana we mwenyewe Alia kwa kuchukua muda wako kutoka kabisa town kufika hapa Goba kwenye ukumbi wangu wa Joyce Lava na play kila Jumamosi. Nashukuru sana pia. Nimekutafuta. Na kutoka huko mpaka hapa. Nakuja pia kwenye kufanya kipindi kwenye nini naitwa nini saluni gani, Good Fella Baba Shop kwa Ismael Coiffure. Nashukuru sana Nyoshi. Tuko pamoja. Refresh.